Nguzo ya pili, ndugu zangu Waislamu, ili saumu zetu zisiwe ni zenye kuwa na mashaka, ni al-imsaku, kujizuia. Kujizuia na vitu gani? Wenzetu ama watu wengine huko, wao wanachagua wanachokipenda, alafu ndo wanajizuia kwa kipindi hicho cha mfungo wao kwa mujibu wa maelezo yao. Ama sisi si hivyo, ni kujizuia na kila ambacho tumeonyeshwa na sheria kwamba hicho kinafunguza saumu yako, kwa maana kuanzia chakula, lakini kinywaji, lakini matamanio ya nafsi, kwa maana kutamani vitu ambavyo ni vya haramu mchana wa Ramadhani, vyote hivi tunajizuia navyo. Alimtina'u 'anit ta'ami washarabi waljimai min tulu'i alfajri sadiqi ila ghurubi shamsi, kujizuia na hivyo vitu vyote ambavyo tumeviainisha hapo awali. Hizi ndizo nguzo za msingi ambazo mfungaji unatakiwa uzikamate na uzijue kinaga ubaga. Ikhwa fil iman, ibada hii ya saumu nayo inaambatana na masharti kama vile ilivyokuwa ibada ya swala ina sharti zake. Tukija kwenye masharti ya ibada hii ya funga, yako mengi, lakini kwa bil ikhtisari tutanukuu yale ambayo tutajaaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La kwanza kabisa ni al-islamu. Mfungaji anatakiwa kuwa Muislamu, kwa sababu hii ni ibada. Kama unafunga ili upate thawabu kwa Mwenyezi Mungu, basi wewe mfungaji kwanza sharti uwe Muislamu. Unaupenda mwezi wa Ramadhani, slimu, njoo kwenye Uislamu, kisha fuata taratibu za Uislamu kwamba saumu inatakiwa ifanyweje. Kwa hiyo hili ni sharti. Anataka kufunga, tunamkaribisha kwenye Uislamu ili tuweze kufunga naye kwa pamoja. Kwa nini? Wanatuambia wanawazuoni, fala yajibu saumu ala alkafiri, kwa sababu haiwi wajibu kwa yule ambaye ni kafiri, kwake yeye si wajibu. Wala yasihu minhu, lakini pia hata akifunga na huo ukafiri wake haiswihi, kwa sababu lile sharti halijatimia. Huku duniani tunasikia watu wanasema mambo yao, vigezo na masharti huzingatiwa. Kwa hiyo kama unataka kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu, kuwa Muislamu, funga, utapata malipo. Lakini wa idha aslama fala yajibu alayhi qada'u ma fatahu. Sasa mtu huyu mwezi wa Ramadhani ulimkuta yeye ni kafiri, labda siku 5 hakufunga za Ramadhani kwenye ukafiri wake, alafu Ramadhani 5 akaja akasilimu akawa Muislamu. Sheria ya Uislamu inatuambia atafunga kuanzia pale yeye aliposilimu. Zile 5 ambazo zimempita ama 10 hatakiwi kuja kuzilipa, hukumu yake iko hivyo. Hili ni sharti la kwanza na la msingi, tunatakiwa tulizingatie pale ambapo tutawasilimisha ndugu zetu, tusiwape mzigo ambao utakuwa hauwahusu. Ama sharti la pili, albulughun, kuwa na umri wa utu uzima, yani kufikia umri wa baligh. Fasaghiru alladhi lam yablugh, wanatuambia mtoto mdogo ambaye hajabalighi, la yajibu alayhi sawmi, yeye kwake sio wajibu kufunga. Kwa nini? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, rufi'a alqalamu au rufi'a alqalamu an thalathatin, imenyanyuliwa kalamu kwa watu wa aina 3, kwa maana kalamu haiandiki kwa wao watu aina 3. Mtu wa kwanza, anin naimi, ni mtu aliyelala, hatta yastayqidha, mpaka pale atakapoamka. Wa aniswabiyi, lakini mtu wa pili ni mtoto mdogo, hatta yablugha, mpaka afike umri wa balighi. Wa anil majnuni, na mtu ambaye ni mwenda wazimu, huyu haandikiwi dhambi, hatta yaqila, mpaka muda ambao akili yake itarejea. Hawa ni watu wa aina 3 ambao hawaandikiwi dhambi hata kama watakuwa ni wenye kuyafanya madhambi hayo. Ama sharti la 3, al-aqilu, kuwa na akili timamu. Hii wanawazuoni wakatuambia, fala yajibu saumu
ala almajnuni, haiwi wajibu saumu kwa mtu ambaye ni mwenda wazimu. Wala yasihu minhu, na pia saumu hiyo haiswi. Wa idha afatahu la yalzamuhu qada'u ma fatahu min zamani aljunun, lakini akapatwa na uenda wazimu kipindi ambacho ni ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani, lakini Ramadhani kadhaa zikaja zikamkuta yeye yupo kwenye uenda wazimu, baadaye uenda wazimu wake ukaondoka, akili yake ikarejea kwa kawaida, katika hali yake ya kawaida, huyu hukumu yake kadhalika atafunga kuanzia pale ambapo akili yake imerejea kawaida. Ama zile zilizopita ambazo hakuzifunga, kama ni 10, 15 ama 20, wakati yeye alikuwa ni majnun, kwa maana alikuwa ni mwenda wazimu, hatakiwi kuja kuzilipa. Atafunga kuanzia pale ambapo akili yake imerejea kwenye hali ya kawaida. Ama sharti la 4, alqudratun ala sawmi, kuwa na uwezo wa kufunga. Uislamu ni dini ambayo inaendana na maumbile. Kwa hiyo kama mtu hawezi kufunga, basi sheria imempa namna ya yeye kuto kufunga. Kwa sababu gani? Wanatuambia wanawazuoni, fala yajibu ala ghairi alqadiri, haiwi wajibu kwa yule asiyeweza kufunga yeye kufunga. Kaisheikhul kabiri, kama vile alivyokuwa mtu mzima, yani mzee, kibabu, kikongwe, hakiwezi maskini ya Mungu kuhimili njaa. Lakini walmar'atul ajuzi, na kibibi pia kikongwe, bibi asiyeweza kufunga, huyu sheria imempa ruhusa ya yeye kuweza kuitunza afya yake, kwa maana ale ili aweze kupata uhai. Ikhwa fil iman, tukienda kwenye sharti la 5 ambalo pia wanawazuoni wengine wakaligawanya wakaweka kama ni masharti la 6, ambalo ni at-taharatu min al-haidhi wan-nifas, ni kuwa tahara mwanamke kutokana na ile hali yake ya mikataba ile ambayo tunaifahamu kwa kina mama, lakini pia ataharike na ile hali ya kumaliza ile ada yake ya kutoka kwenye uzazi, kwa maana ya nifasi. Kwa nini? Falhaidhi wan nufasaa, huyu ambaye ni mtu mwanamke mwenye hedhi, wan nufasau, na mwenye hali hiyo ya damu ya uzazi, la yajibu alaihima siyam, hawa wawili haiwi wajibu kwao kufunga. Wala yasihu minhuma, lakini pia wakifunga haitoswihi, lakini wana deni hawa, wa alaihim alqadaa, wao watalazimika kuja kuilipa ama kuzilipa zile siku ambazo wamezifungua ndani ya Ramadhani, kuja kuzilipa siku nyingine baada ya Ramadhani kupita.